ile kwenye baadhi ya vyombo vingine vya habari. Ulibaini kwenye vyombo gani na vilikuwa kwenye mtandao gani kama unakumbuka? Baadhi ya vyombo nilivyovibaini ni Clouds Media. Yenye habari yake ilikuwa wapi, kwenye mtandao gani? Ambapo habari hii walichapisha kwenye mtandao, kwenye ukurasa wao wa Instagram. Kuna chombo cha habari kinaitwa Arusha One Digital, nao walichapisha maudhui hayo. Arusha One Digital walichapisha kwenye mtandao gani wa kijamii? Walichapisha kwenye ukurasa wao wa YouTube. Mtandao mwingine ni The Chanzo. Yes, kwenye ukurasa wao wa YouTube. Na YouTube, ukurasa wa YouTube pia wa Mwanzo TV. Pamoja na ukurasa wa Instagram wa Jambo TV, nao walichapisha maudhui hayo. Hebu shahidi kumbushe tena, mahakama unasema hiyo flash ilipeleka kwa madhumuni gani? Hebu kumbushe. Mheshimiwa Hakimu, flash hii yenye kielelezo hicho cha nilichokitem jina DM nilikiandaa kwa madhumuni ya kukipeleka maabara kwa ajili ya uchunguzi wa video ile. Mheshimiwa Hakimu Mkazi Mkuu, baada ya shahidi wetu kuonesha ana uwezo wa kutambua hicho alichokifanyia kazi, kwa maana ya hiyo flash disk na content yake, kwa maana ya maudhui ya picha hiyo aliyoifanyia kazi ambayo anasema alikuwa, lakini baada ya shahidi kusema kwamba alipakua kwa nia ya kupelekwa kwa mtaalamu wa picha kwa ajili ya kufanyia uchunguzi, tunaomba shahidi huyu ushahidi wake uainishwe mpaka pale ambapo mchunguzi atakapokuja kutoa ushahidi na kuleta kielelezo hicho
na shahidi huyu tumuite au tumrecall aje atuambie niliposema haya nilimaanisha hivi, niliposema kile nimeweza kile, kama kielelezo hicho kitapokelewa na huyo mtaalamu atapata kwa ushahidi. Mheshimiwa, maombi haya yapo chini ya kifungu cha 147 kifungu kidogo cha 5 147, Mheshimiwa, kifungu kidogo cha 5 cha sheria ya ushahidi. Hii ni sura ya 6, sura ya 6 kama ilivyofanyiwa marejeo mwaka 2022. Najua marejeo ya 2023 yanaanza kufanya kazi tarehe 1 Julai. Kwa sasa hivi bado tuko marejeo ya 2022. Mheshimiwa, maombi yetu ndio yamelalia hapo kwamba tunaomba ushahidi wa shahidi huyu uahirishwe mpaka pale ambapo shahidi mwingine atatoa ushahidi wake, either partly amalize yeye ndo aweze kuwa rekodi. Lakini kwa sasa kwa sababu kuna ushahidi bado hajamaliza wa kuhusiana na huo ushahidi wa hicho kielelezo alichokifanyia kazi na kutuonyesha aliyoyaona na kutuambia haya au yale au hivi, kwa tunaomba Mheshimiwa ushahidi uahirishwe, tusubiri kwanza mtaalamu huyo anaitwa mtaalamu wa picha aje atoe ushahidi wake. Ni matter of procedure. Mbali shahidi atokea katiwa atoe ushahidi amalize, awekwe under cross examination, alafu examination. Ndio taratibu wa sheria hii. We don't take witnesses and then call another witnesses. In the process will be, the record will be mixed up. Na sidhani kama kuna kifungu cha sheria kinachoruhusu shahidi atoe nusu alafu uite shahidi mwingine atoe nusu. Sidhani kama kuna kifungu cha sheria cha namna hiyo. Akisemi hivi naomba Jeremiah. Mheshimiwa Hakimu, nimepewa ruhusa na seniors wangu Daktari Mzee Mzee deferring of a witness inaruhusiwa kama alivyosema, lakini ni kwa mazingira. Ukisoma kile kifungu sio kitu ambacho kinafanyika at will, lazima kuwe na mazingira. Sasa hawa wenzetu wanafahamu, kuna kesi moja wanaitumia sana, kesi ya Mirzai na wenzake, maamuzi ya Court of Appeal, ambayo anasema mtu yoyote ambaye at one point in time ameshahusika na kielelezo anaweza akakitoa. Ipo decision ya Court of Appeal. Sasa shahidi kaeleza ushahidi mrefu sana kwamba hicho kielelezo kimeshapita kwenye mkono wake. Sasa hatujui ni kwa nini wenzetu wanasema awe deferred ili huyo mwingine aje atangulie kutoa ushahidi alafu ndio yeye arudishwe tena. Deferring of witness inaruhusiwa, lakini kuna mazingira, sio not always. Na katika mazingira haya tunasema kesi ya Court of Appeal ya Mirzai, nitaomba
tupatie mahakama full citation, lakini it is a very known case, very common case kwenye admissibility of evidence. Court of Appeal walishasema. Kwa hiyo sioni sababu ya wao kujifaa shahidi huyu. Mwenzangu Kibatala ataongezea. Mheshimiwa, ukisoma wording ya Mheshimiwa, deferring of a witness is not a matter of cause, ni a matter of discretion. Na kifungu hichi hakikuwekwa kwa ajili ya kuupa upande fulani convenience. Kiliwekwa kuipa mahakama discretion ya kunenhance power yake control proceedings. Na ndio maana operating word pale ni kwamba ambaye ana defer ni mahakama, the court may. Kwa inaweza ikadifaa yenyewe suo motu kutokana na mazingira yaliyoko mbele yake, au ikapermit presumption kwamba upon application. Lakini maneno yote mawili ni indicative of judicial exercise of discretion, na source zake za judicial exercise of discretion ziko nyingi: common sense, orderly conduct of proceedings. Lakini kubwa kuliko yote ni sababu za kisheria. Wenzetu leo ulipowauliza iwapo wako tayari kuendelea na usikilizwaji, walikuambia without qualification kwamba wako tayari. Hakuna mara popote walitoa antecedent information kwamba mheshimiwa, tutakwenda na shahidi huyu mpaka kipande fulani, halafu tuta make this and this application. They never did. Na hata sasa hivi wakati wana place hayo maombi ili mahakama ipermit the deference ya your testimony, wameongea in very general terms kwamba wanaomba ushahidi wa huyo deferred mpaka mchunguzi aje afanye mazoezi fulani ya kutoa ushahidi. Mheshimiwa, hiyo sio sababu ya kisheria wala ya kimantiki. Ni nini kilichowazuia kujipanga vizuri? Aje kwanza huyo mchunguzi atende into evidence hiyo flash disk, halafu baadaye shahidi huyu aje atoe ushahidi without interruption. Because this is legally and factually cumbersome, what has just happened. And that application swims in a sea of cumbersomeness. And we move you to so find. Sorry? Okay. Mheshimiwa, samahani dakika moja. Kuna authority ya Court of Appeal nilikuwa naitafuta, sasa inafunguka taratibu, ambayo ilifafanua. Sekunde moja, naomba nivumilie mheshimiwa.
Mheshimiwa, ni criminal appeal namba 159/2015 Mashaka Juma Ntalula dhidi ya Jamhuri. Criminal appeal namba 159/2015. Yeah, mmoja na ngapi? Criminal appeal number 159 of 2015. Mashaka Juma Ntalula versus the Republic. Na ujumbe wa jumla katika shauri hilo la mahakama ya rufaa ni kwamba kudifaa ushahidi wa shahidi is not a matter of course, bali one of proper exercise of judicial discretion. Kwa hiyo Mheshimiwa, tunapinga maombi hayo. Ni maombi ambayo yako disruptive to the orderly conduct of proceedings. Ni maombi ambayo net effect yake ni kupoteza tu muda. Basically, we will not have achieved anything today, anything meaningful. Kwa hiyo, kwa sababu kifungu husika kinaruhusu Amisamani, kwa sababu 147.4 kifungu cha 147 kidogo cha 4 cha sheria ya ushahidi sura ya 6 kafanya marekebisho ya 2022 kinaruhusu shahidi kuwa recalled kwa ajili ya examination in chief au further cross examination. Uamuru shahidi huyu amalize ushahidi mpaka pale atakapoishia au ujue maswali, na upande wa mashtaka watumie fursa ya sheria ya 147.4 kumuita tena for further examination in chief baada ya huyo mtu wanayekusudia aje kutoa kielelezo kuwa amekitoa, kwa sababu bottom line tumemsikia hapa ana tafsiri mpaka effect ya maneno, so hakuna kitu cha ziada ambacho kwenye ushahidi wake ukiacha kutambua, yani ukiacha masuala ya utambuzi wa content za hiyo exhibit. Essence ya ushahidi wake, yeye ndo aliye discover stroke, aliye discern crime. Kwa kama wenzetu ndipo walipoishia kwa maana ya ushahidi wake, waamriwe watafute exit point, wafunge ushahidi, tumuhoji kuhusu namna alivyotambua utendaji wa kosa. Halafu huko mbeleni kama bado wanakusudia watamuita tena, sheria inaruhusu aje kudeal na content ya hicho kitu, kama kweli basi kitaingia kama exhibit, kwa sababu hatari ya hii order ukiwapa carte blanche ni kwamba mpaka leo hatufahamu kwamba hicho kielelezo kama kitavuka kizingiti cha objections, na tunaarifu kwamba tunakusudia ku object. Sasa hatujui mahakama itaamua nini kwenye objection. Hatari ni kwamba ukisema unaruhusu kudifaa ushahidi wa huyu, unaweza kukuta ushahidi wake unakuwa deferred sine die bila kujua ni lini ataitwa tena. Sasa justice, orderly conduct proceedings, common sense, sheria vyote viruhusu speculative approach ya namna hiyo. It's not the domain of the court to engage itself in speculative undertakings that are not predictable. Kwa tunaomba Mheshimiwa Hakimu waamriwe wamalize ushahidi wa shahidi huyu, tumuhoji maswali, alafu watatumia 147.4 kumuita aje kufanya zoezi lilobakia vis-a-vis hicho kielelezo, kama kweli basi kitavuka hiyo threshold. Kwa sababu huyo shahidi ya kifo kwa mfano kabla ya kuja, I mean there are so many speculative issues ambazo mwisho wake hatuoni Mheshimiwa. Lakini pia hata wewe unapoandika oda yako kwamba umedifaa, lazima mtu anaenda kuangalia faili mbele aone kutoa kuna sababu ya msingi, na sio tu kwamba ombi lilitolewa likakubaliwa. So we strenuously and insistently
object to that prayer will rejoin at a later date, later hour. Mheshimiwa Mpoki, tayari mmeshamaliza? Mmeshamaliza? Mheshimiwa Katuga Nasoro, Mkuu wa Serikali. Mheshimiwa Hakimu Mkazi Mkuu, nitaanza kujibu hayo mapingamizi yao, alafu kama kuna kitu nitakiacha wenzangu tutaomba wapate nafasi nao kuchangia. Mheshimiwa, nimewasikia wenzetu kwenye lile ombi ambalo sisi tumeomba. Kwanza tu Mheshimiwa, naomba mahakama yako inoti kulikuwa kuna mapingamizi yenye kujichanganya. Kiongozi wa jopo amesema hakuna hiyo sheria inayoruhusu kuahirisha ushahidi, lakini tunashukuru mahakama ikamuonyesha kifungu tulichokitaja. Ndio kakangu hapo kidogo alipitiwa. Lakini cha pili, wanakubali kwamba kipo kifungu kinachoruhusu kuahirisha ushahidi wa shahidi fulani mpaka shahidi mmoja au zaidi ya shahidi mmoja atoe ushahidi, basi ushahidi mwingine aje amalize ushahidi wake. Wanakubali uwepo wa kifungu cha 147 kifungu kidogo cha 5, lakini wanasema hiki ni discretion ya mahakama, na wanasema mahakama itumie busara katika kutumia katika kutumia utashi wake. Hata sisi tunaungana nao kwenye hilo, tunaungana nao kwamba mahakama itumie busara katika kutumia utashi wake kuamua jambo hili, na hilo linaungwa mkono na kesi aliyoitaja kakangu Kibatala kwamba mahakama inasisitizwa kutumia busara katika kutumia utashi wake. Tunakubaliana nayo kabisa. Lakini Mheshimiwa, kifungu cha 147 kaka yetu Kibatala anatuomba tuendelee naye huyu shahidi, alafu tuje tumrecall kwenye sub 4. Kwa hiyo anakubali matumizi ya sub 4 ya section 147, lakini anakataa matumizi ya 147 sub 5. Mheshimiwa, vifungu havitungwi kwa ajili ya kumfurahisha mtu, na havipo hapa kwa ajili, they are not for cosmetics. Mheshimiwa, vipo kwa ajili ya kuisaidia mahakama ifike katika kutenda haki. Mheshimiwa, haki haiko upande mmoja kama ambavyo wenzetu wanataka iwe. Wanasema hivi vifungu havimfevi upande mmoja. Hata sisi hawajawahi kukitumia wao tukakipinga. Kwa hiyo hiki hata wao wanaweza wakakitumia, hakijasema na upande gani, ila kimesema examination ya witness, jinsi ya kumuongoza shahidi. Mheshimiwa, shahidi wetu Amilei Foundation alipofanyia kazi na kielelezo alipokipeleka kwa ajili ya kufanyiwa uchambuzi, kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi sana. Lakini Mheshimiwa, shahidi ameonyesha uwezo wa kutambua na yale yaliyokuwepo mle ndani kwa jinsi alivyotoa ushahidi. Ushahidi wake umelalia kwenye picha mjongeo ambayo yeye ndo anayezungumzia, ndo ushahidi wake. Mheshimiwa, mahakama yako tukufu inatoa haki kwa pande zote mbili kusikilizwa kwa haki na kwa utimilifu. Tunaposema shahidi huyu hajamaliza, ina maana hatujasikilizwa kwa utimilifu.